Mimi Waziri Haji Hassan, mwanafunzi wa Kituo cha Sheria na Utafiti, ninaapa kwamba nitakuwa mkweli, mwaminifu na mtiifu kwa serikali ya wanafunzi, uongozi wa kituo, baraza la uongozi la kituo pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Vitendo zaidi ya maneno. Nitatekeleza kwa kishindo kwa kile ambacho nilichokiahidi, sitoleta maneno mengi. Naam, ni exclusive kabisa. Kama tunavyofahamu, katika kuyatafuta na kuyaendea maendeleo ni vyema kuwajibika katika kuchagua kiongozi bora na mahiri atakayetuletea nyanda mbalimbali za maendeleo. Hichi ndicho kinachoendelea hapa katika Kituo cha Sheria na Utafiti. Zoezi la kampeni lilikamilika, lakini pia na zoezi la uchaguzi lilikamilika, ambapo Leaders TV limehudhuria hapa kushuhudia zoezi la uapishwaji wa viongozi mbalimbali walioshiriki katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Tutapata nafasi ya kuzungumza na rais aliyeapishwa hivi karibuni katika Kituo cha Sheria na Utafiti maeneo ya Mwanakwerekwe. Mtazamaji wa Leaders TV, na hapa tupo na Mheshimiwa Rais ambaye amekwenda kuapishwa hivi karibuni. Ataeleza namna ambavyo anajisikia, lakini pia atatuambia mikakati madhubuti kuhakikisha kwamba analeta maendeleo katika Kituo cha Sheria na Utafiti. Na Mheshimiwa, umeapishwa hivi karibuni, furaha yako ni ipi? Nina furaha kubwa sana kwa sababu nimechaguliwa kwa mapenzi yote na wanafunzi wenzangu. Mimi nitakuwa ni msemaji mkuu wa serikali ya wanafunzi wa Chuo cha Utafiti na Sheria Zanzibar, na furaha yangu kubwa ni kwenda kukamilisha yale ambayo niliyoahidi ndani ya chuo changu. Ushindi wa kishindo ulioupata na hadi sasa umeenda kuapishwa na kuwa rais kabisa wa kituo hichi cha Sheria na Utafiti, labda unatokana na nini? Unatokana kwanza ni mashirikiano na wanafunzi wenzangu. Kabla sijawa rais wa Chuo cha Utafiti na Sheria Zanzibar, nilikuwa spika wa chuo hiki, na moja ya vitu ambavyo vilivyowavutia wanafunzi wenzangu ni utendaji wangu wa kazi, na pamoja na kuwa mtu ambaye nafikiria vitu tofauti tofauti katika chuo changu, na furaha sana kwa mashirikiano makubwa ambayo kipindi niko spika ndio leo hii amenifikisha hapa kuwa rais wa Chuo cha Utafiti na Sheria Zanzibar. Kwa ufupi kabisa, iambie Leaders TV lakini pia na wanafunzi ambao wamekuamini na kukupa bendera kuweza kupeperusha chuo hichi, ni nini mkakati wako wa kuhakikisha kwamba unaleta maendeleo kwa wanafunzi? Kwanza, mkakati wangu wa kwanza ni kuunganisha vyuo vyote ambavyo viko hapa Zanzibar. Pia mkakati wangu wa pili, mashirikiano makubwa baina sisi wanafunzi wenyewe, kwa sababu sote tunasoma, lengo letu ni moja, kuingia katika ajira ama kujiajiri mwenyewe, mtu mwenyewe. Pia na furaha sana katika uongozi wangu ambao hapa niloingia, moja ya malengo ambayo nilowekea ni hiki kitu ambacho tunachoenda kukifanya hivi karibuni, nadhani wiki inayofuata, katika moja ya kumsupport Mheshimiwa Rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, katika mashindano ya Zahilfe. Moja ya mikakati ambayo niloitoa ndani ya sera zangu, nadhani nitaenda kuikamilisha, na malengo makubwa kwamba niweke mashirikiano makubwa ndani ya chuo changu, ndani ya vyuo ambavyo tuko nje ya ambacho kiko nje ya chuo chetu, ambacho leo hii nimeonyesha mashirikiano makubwa kumwalika rais wa chuo cha Zanzibar University. Alikuja hapa na alitupa ushauri nasaha. Pia viongozi wa kutoka vyuo mbalimbali wapo hapa, wamekuja. Kwa hiyo pia hii nina furaha, na moja ya malengo yangu ni kuunganisha vyuo kuwa sote ni watu wa moja. Mtazamaji wa Leaders TV, hivyo ndivyo ambavyo Mheshimiwa Rais amekwenda kuzungumza mara tu baada ya kuapishwa. Nadhani mengi umeweza kusikia hapa, lakini bado tunataka kusikia maoni kutoka kwa wanafunzi. Nini wanazungumza? Imani yao ni ipi kwa Mheshimiwa Rais huyu ambaye ameapishwa hivi karibuni? Kiukweli tunajisikia vizuri kwa sababu tunategemea mengi kutoka kwake na tunaamini kwamba anaweza na atatusaidia. Imani yenu kwa Mheshimiwa Rais huyu ipoje? Na mna imani kwamba anaweza kutekeleza yale aliyoyaahidi? Imani yetu kwa Mheshimiwa Rais ni njema na tuna imani hiyo na tunamwamini, na ndio maana tukampa kura zetu za ndio. Unamwahidi nini katika kutoa mashirikiano na viongozi mbalimbali ambao atakwenda kuwateua hivi karibuni? Namwahidi kwamba kama tukiwa miongoni mwao tutatekeleza vile ambavyo tumetakiwa kufanya, lakini tutamuunga mkono kivyovyote ambavyo tutakuwa na nafasi zetu. Inategemea na mtu alivyo, lakini wajumbe ni watu wazuri na ni watendaji, yani ni watendaji
katika masuala ya serikali na wako vizuri zaidi, kwa sababu anakuwa anaisaidia serikali ya wanafunzi ilivyo, yani serikali ya wanafunzi jinsi ya kuongoza wanafunzi na kuhakikisha inakuwa imara zaidi na kukisaidia chuo kwa ujumla. Kama wajumbe mlichukua jitihada gani kuhakikisha kwamba mnakiona hichi ambacho tunakiona leo Mheshimiwa Rais kuapishwa hapa? Mimi kusema ukweli sio kama ni mjumbe ile unavyosema saizi. Mimi nilikuwa miongoni mwa wagombea na naamini uchaguzi ulikuwa wa haki na viongozi waliotangazwa walichaguliwa na wanafunzi wanavyotakiwa. Ulikuwa unagombea nafasi gani labda viongozi? Nafasi ya waziri mkuu. Unajisikiaje baada ya kukosa nafasi hiyo, lakini pia unamwambia nini yule mwenzako ambaye ameipata nafasi hiyo? Najisikia vizuri baada ya kukosa, hata kama kidogo najisikia huzuni, lakini namsifia aliyepata kwa sababu inategemea na wanafunzi, yani wanafunzi wamemwamini na hakikisha ana uwezo wa kufanya kazi hii vizuri. Ushauri wangu kwa yeye na wanafunzi kwa ujumla, wanafunzi wamwamini na yeye baada ya kupokea imani kwa wanafunzi achukuleni kama mkopo aliopewa, yani ni mkopo aliokopeshwa kwa wanafunzi, anataka kuwalipa mema kwa ahadi zake alizowaahidi. Nina furaha wa kuchaguliwa kiongozi wetu huyu ama rais wetu, kwa sababu ametuahidi vitu vingi. Kwanza, licha ya kutuahidi vitu, ninachomuomba mimi afanye kazi kwa weledi, kwa bidii, pia asikilize kama sisi ni wanafunzi, pia na haki pia kutusikiliza, kwa sababu sisi pia wanafunzi tunakuwa tuna maoni yetu, yani kama ushauri fulani tunaweza tukampatia japo kwa yeye ni rais. Kwa hiyo tuna furaha sana 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 kwa kuchaguliwa yeye kama rais wetu. Mtazamaji wa Leaders TV, hapa nipo na mjumbe ambaye naye atazungumza kile ambacho anakisikia katika moyo wake, lakini pia furaha ya uchaguzi huu na mara tu baada ya kuapishwa kwa viongozi mbalimbali waliokuwa kiwania nafasi mbalimbali za uongozi. Wajumbe ni watu wazuri sana kwa sababu wanahakikisha changamoto zote zinazotokea chuoni wanaziwasilisha sehemu husika. Tunafurahi kwa hilo. Upande wa rais wa chuo ambaye sasa hivi amekwenda kuapishwa, furaha imekuwa ni kubwa kwa wanafunzi ambao walimchagua kwa kumpigia kura. Wewe kama mjumbe una kipi cha kumwambia? Mimi kama mjumbe kwa kweli kwanza nimefurahi kuchaguliwa. Pia nategemea mafanikio mema kupitia yeye kwa sababu ni mheshimiwa rais wa wanafunzi. Kwanza anajikubali na anajua kuishi na wanafunzi na namna ya kuongoza wanafunzi. Na mimi tutapasi sana. Na mtazamaji wa Leaders TV, hivyo ndivyo ambavyo zoezi la uapishwaji wa viongozi mbalimbali waliokuwa kiwania nafasi za uongozi katika kituo hichi cha sheria na utafiti lilivyoweza kukamilika. Tumeweza kusikia maoni mbalimbali, lakini pia tumeweza kumsikia Mheshimiwa Rais alivyozungumza kuwa atakwenda kuzitekeleza vilivyo zile ahadi ambazo ameweza kuziahidi kwa wanafunzi. Ni vyema kushiriki katika chaguzi za viongozi kwa maendeleo zaidi. Hii ni Leaders TV, mimi ni Mahir Saidi. Shukran.